Hujambo na karibu kwa mara nyingine tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Mimi ni Adam Hussein. Katika vita kati ya Marekani na Israel dhidi ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, ulimwengu umejifunza mambo 6 muhimu ama 7. Mzozo kati ya Iran na mataifa magharibi hasa Marekani uliodumu kwa miongo kadhaa, ila haukuanza kwa kushambuliana moja kwa moja. Marekani ilikuwa haijawahi kutuma wanajeshi wake nchini Iran au hata katika mataifa ambayo Iran imekuwa na mzozo nao awali kama Iraq, Afghanistan, Yemen na Libya. Ingawa Marekani imekuwa na vituo vya kijeshi katika eneo la Ghuba, Iran inaonekana kuwa tishio kutokana na mpango wake wa nyuklia. Ila katika mwezi Oktoba mwaka huu 2025, Israel ilipoishambulia Iran na baadaye Marekani ikajiunga katika vita, macho ya dunia nzima yaligeukia Iran. Katika kipindi hiki cha vita, ulimwengu ulijifunza mambo karibia 6 ama 7. Lakini jambo muhimu la kwanza ni msimamo uliopo katika Jamhuri hiyo ya Kiislamu ya Iran. Jamhuri ya Kiislamu ya Iran kupitia viongozi wake na wananchi wake walibaki katika msimamo usioyumba, msimamo ambao umeifanya Iran kuwa hapa ilipo leo hii. Msimamo huu umeifanya Marekani hata wakati ambapo imekuwa ikishambulia Iran, lakini imekuwa na wasiwasi kubwa, licha ya kwamba inafahamika Marekani ni taifa lenye silaha za hali ya juu na za kisasa. Lakini misimamo pekee ya wa Iran imemfanya rais wa Marekani Donald Trump mara kadhaa kutoa matamko ya kutaka kuishambulia zaidi Iran, lakini baadaye kusitisha mashambulizi hayo. Hata wakati aliposimamisha vita, amekuwa akidai kwamba ataifanya Iran kuwa kuzimu, lakini baadaye kutokana na msimamo ulioimara wa Iran amesitisha hali hiyo. Lakini wakati ambapo dunia inashuhudia jambo jingine ni kwamba kutoka kutishiana hadi kushambuliana, Marekani na Israel wamekuwa wakilaumu Iran kwa kuunga mkono makundi yaliyojihami Mashariki ya Kati kwa kuwapa fedha, silaha na mafunzo ya kijeshi. Lakini baadaye Israel na Marekani wakaamua kuingia vitani moja kwa moja, kidhani labda wa Iran kwa mashambulizi makali ya pande mbili utakaa chini na kunyoosha mikono juu, lakini wa Iran waliingia vitani kwa mapambano ya kuishambulia Israel pamoja na Marekani. Kadhalika, jambo la 3 ni kushuhudiwa kwa teknolojia za hali ya juu katika silaha za kijeshi. Iran imeuonyesha ulimwengu kwamba ina silaha za hali ya juu za teknolojia ya kisasa ya makombora ya kizazi cha 5 ya masafa marefu na mafupi, silaha ambazo si za nyuklia. Marekani imekuwa ikishinikiza Iran kusitisha mpango wake wa nyuklia, lakini pia kusitisha mpango wake wa kuwa na makombora ya masafa marefu, na Iran ikauonyesha ulimwengu kwamba ina makombora hatari yenye uwezo wa kuishambulia nchi yoyote katika eneo la Mashariki ya Kati. Lakini pia cha ajabu ni shambulizi katika eneo la kisiwa cha Diego Garcia, jambo ambalo limeushitua ulimwengu na kuonekana kwamba wa Iran wana silaha za hatari. Jambo la 3 ni mashambulizi katika mataifa ya Ghuba. Kabla ya vita kuanza, Iran ilionya kuwa ikiwa itashambuliwa italenga mataifa mengine ya Mashariki ya Kati ambayo yatatumia ardhi zao pamoja na anga zao katika kuishambulia Iran, ambapo pia maeneo hayo yana ngome za kijeshi za Marekani. Iran ilianza kulenga vituo vya kijeshi vya Marekani vilivyopo katika mataifa ya Ghuba, ikiwa ni pamoja na Qatar, Falme za Kiarabu, Saudi Arabia, Iraq, Jordan na Kuwait. Ila mashambulizi hayo yalilenga uwanja wa ndege na kampuni za nishati na mahoteli katika maeneo hayo, lakini hasa ni mali za Wamarekani. Jambo lingine ni kwamba nguvu ya kijeshi ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran ilionekana dhahiri. Vita vya Marekani na Israel dhidi ya Iran vilipoanza mnamo Februari, lengo kuu ilikuwa ni kukandamiza utawala wa taifa hilo na kuwalazimisha kujisalimisha, hasa baada ya kuuawa kwa kiongozi mkuu wa taifa hilo Ayatollah Khamenei, na viongozi wengine wakuu walionekana kuwa na ushawishi. Hata hivyo, taifa hilo limeonyesha uwezo wa kustahimili vita na kuwateua viongozi wengine kwa haraka bila kuruhusu kuwepo kwa mgogoro wa uongozi. Taifa hilo pia limesema litaendelea kujilinda kwa njia ya kijeshi dhidi ya maadui. Lakini jambo jingine ambalo mpaka sasa ndio mgogoro uliopo, mgogoro uliotoka kwenye nyuklia, ni udhibiti wa mlango wa bahari wa Hormuz. Kabla ya vita kuanza, ni watu wachache sana walikuwa wanafahamu kuhusu mlango wa bahari wa Hormuz na umuhimu wake katika biashara za kimataifa. Ila Iran ilipotishia kufunga eneo hilo la bahari na kuzuia gesi na mafuta kupita, eneo hilo lilipata umaarufu baada ya bei ya nishati kupanda. 20% hadi 25% ya mafuta yote duniani kupitia katika eneo hilo, pamoja na theluji na mbolea. Bidhaa muhimu kama dawa, chakula na mavazi pia hupitia katika eneo hilo. Iran imesema itaendelea kudhibiti eneo hili na ni sehemu ya taifa hilo. Trump alitishia kuishambulia Iran iwapo haitafungua mlango huu wa bahari, lakini
bado hakuna msimamo uliothabiti wa kuishambulia Iran kutokana na kudhibiti mlango huo wa bahari wa Hormuz. Jambo lingine ni kushuhudiwa kwa diplomasia na mbinu zinazotumika katika mazungumzo. Jeshi la Iran limeonyesha ubabe wake katika kufanya mazungumzo na kulinda maslahi ya taifa. Marekani na Israel wanataka Iran kuacha kudhibiti mlango wa bahari wa Hormuz na mpango wake wa nyuklia. Iran ilijibu kwa kusema hawatasitisha uzalishaji wa makombora, ila masuala mengine yanaweza kuzingatiwa. Serikali ya Trump haijapata mafanikio yoyote katika mazungumzo yanayoongozwa na wapatanishi Pakistan, huku taifa hilo likiendelea kujaribu kuwapatanisha mataifa hayo yanayozozana. Mtazamaji, endelea kutufuatilia, lakini usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika usisahau kusubscribe channel yetu hii ili upate habari hizi kwa mapana kupitia The World News. Mimi ni Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote.